Pamoja na kujivunia chimbuko la lugha ya Kiswahili hapa nchini kwetu, hii ni tunu ya taifa letu na ndicho chombo kilichotuunganisha Watanzania wote tangu enzi za kupigania uhuru wa taifa letu kutoka kwa wakoloni mpaka sasa, kutuwezesha kuwa na mshikamano mkubwa katika taifa hili. Kiswahili kwa sasa ni lugha ya kimataifa na inatambuliwa na taasisi za kimataifa ikiwemo UNESCO na AU. Hata mkialikwa katika mikutano ya taasisi hizo za kimataifa, ni ruhusa kuongea kwa lugha ya Kiswahili. Kiswahili oye! Hivyo ni muhimu sasa kama wazungumzaji wa kwanza wa Kiswahili kuenzi na kukipa siku maalum ya kujikumbusha umuhimu wa lugha hii, ambapo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2025 tutakuwa na sherehe za maadhimisho ya 4 ya siku ya Kiswahili duniani, ambacho kilele chake kitafanyika Zanzibar. Hakika haya ni mafanikio makubwa sasa kwenu sisi wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, ambako ndiko kwenye chimbuko la lugha ya Kiswahili. Ndugu washiriki, maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani huambatana na matukio mbalimbali yanayodumu kwa muda wa wiki moja hadi kufikia kilele chake. Maadhimisho haya yamekuwa na kawaida ya kuanza na mbio ambavyo mmeshuhudia kwa mwaka huu 2025. Mbio za masafa ya Kiswahili zina malengo yafuatayo. Lengo la kwanza ni kuleta ari na mwamko kwa Watanzania, Afrika na duniani kote, kuyapa hadhi maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ambayo kwa kifupi chake tunaita MASIKIDU. Pia kuchochea na kuendeleza juhudi za kutangaza utalii ambazo zilianzishwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia filamu aliyoianzisha ambayo ni Royal Tour. Kipekee mbio hizi za marathon kwa mwaka 2025 zimekuwa maalum kwa taifa letu kwa sababu kuna matukio makubwa ikiwemo uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ambapo kama kauli mbiu yetu tunasema Oktoba enzi Kiswahili. Kwa kauli mbiu au mwitikio unaosema Kiswahili falsafa ya Afrika, Kiswahili fahari ya Afrika, Kiswahili fahari ya Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni wote, Kiswahili ina historia ndefu. Lugha yetu inaanzia tangu uhuru na hata kabla ya uhuru na baada ya uhuru. Lakini Kiswahili hiki kimepewa msisitizo mkubwa na viongozi wetu wa kitaifa, kwa vyombo ambavyo vimekuwa vikitekeleza jukumu hili na kusimamia kuona kwamba Kiswahili kinaenea na kinakuwa na watumiaji wengi. BAKITA na BAKIZA. Mbio hizi tulianzisha mbio hizi za masafa za kimataifa za Kiswahili kama jaramba tu kuelekea siku ya Kiswahili duniani, na jaramba hili kazi yake ni kuhakikisha kwamba tunatangaza kuna siku ya Kiswahili duniani, jamii ifahamu, jamii ienzi, lakini wajue Kiswahili kimekuwa ni lugha ya kwanza ya Afrika kupata siku yake. Na maana yake ni nini? Ni kuwashawishi sasa wa Afrika waijue siku hii na kutumia fursa zinazotokana na lugha hii kupewa siku yake. Lakini pia tujue kwamba tunapotembea tunaendelea kutangaza matumizi fasaha na sanifu ya lugha ya Kiswahili. Sisi ndio wazawa, lazima tutumie lugha vizuri, sio hapa ni hapa. Vijana mnadondosha, muache kudondosha, tutumie Kiswahili inavyopaswa. Tunakushukuruni sana kwa sababu Kiswahili mmekitangaza kwa hali ya juu. Asanteni sana ambao umesimamia hizi mbio, ni kitu muhimu sana, na leo Arusha imevuma dunia nzima. Asanteni sana.